hatua za mwisho za kumwaga Boss Sebo. Hapa tumekutana na Moni Central Zone. Habari yako bro? Poa, kwa hivyo. Pole sana. Pole pia na. Kwanza kabisa ningependa kufahamu ukaribu wako wewe na Boss Sebo, kwa sababu tunaamini kabisa ukizungumzia kituo cha EFM pamoja na yeye ni watu ambao walikuwa na support industry ya burudani, na wewe upo katika industry ya muziki. Ukaribu wako wewe na yeye kwanza ulikuwa vipi? Nilipata nafasi ya kukaa karibu na Boss, nafikiri kwanza za tour ya Harmonize. Alikuwa na Harmonize wakati ameanzisha lebo yake, tulikuwa tunazunguka naye kwenye tour yake. Tulikuwa mimi mmoja wa wasanii walikuwa na perform, na tulienda Tandaimba, nakumbuka kwa kina Chitooli, kwa kina Konde na zetu tulizunguka baadaye all over. Na then kikazi, unajua unapokuwa unapata nafasi kama vile radio, utaanza kujua utajua presenter, utajua ni baadaye utaanza kujua maboss, manager. Kwa hiyo unapata nafasi ya kujua, unapata nafasi ya kusalimiana naye, kujua, umeelewa. Na of course ukishapata muda wa kwenda kufanya kazi kama hivyo, ndio inakuwa moment nzuri ambayo inasababisha umekutana na nanilia, umeelewa, unakuwa umeonana na maboss. Kwa hiyo ni ukaribu kikazi zaidi, ambazo especially kwenye muziki mnene pia, ambao tulifanya kampeni ya kuhamasisha watu kuchanja chanjo ya uviko na hizo. Sio moment ambazo unapata nafasi unafanya kazi au sio bwana, na unakutana na viongozi, mnasalimiana. Kwa nyakati tofauti ambazo ulikuwa unakutana naye, ni kitu gani ambacho ulikinotice kutoka kwake na wewe ukajifunza, aidha ni tabia au katika mwenendo wake wa maisha? Kwanza nilikuwa nakijiuliza sana kwa nini Boss Majizo anamwamini sana jamaa yake. Na uko unaona kwa sababu unaona kama Majizo, unaona Majizo, lakini pale unajua kuna Boss Dizo, utamwona tena Boss Sebo. Kwa hiyo unakuwa unajua, unajifunza kwamba sometimes hata kama una uwezo wa kufanya vitu, lakini unahitaji wale watu wako karibu ambao mnaweza mkaa mna plan na mkishirikiana kwa pamoja, vitu vinakuwa vikubwa. Kwa hiyo kupata nafasi ya kuweza kuona na kujua okay, huyu jamaa yuko behind the scene, yani aongei sana, umuoni akina nilija japokuwa alikuwa ni presenter, lakini unajua kabisa kwamba kwenye utendaji vitu hadi vinasimama hapa, kuna vichwa ambavyo waga ndio vinatoa madini, umeelewa. Kwa hiyo unajifunza kuwa master na kujua okay, vitu vinabidi vienda vipi. Mama, naweza kusema sasa hili ni pigo limetokea, kwa sababu miaka miwili nyuma tulikuwa tunapoteza watu ambao wana msaada mkubwa sana kwenye industry ya muziki. Ni kitu gani ambacho sasa unatamani sasa hivi watu ambao wamebaki wanashikilia industry ya muziki wakifanya ili pengo lisiwepo, japokuwa huwezi kuziba nafasi ya mtu? Kifo kipo na kila binadamu ameandikiwa, lazima utafika siku yako na wewe utarudi kwa Mwenyezi Mungu. Na kuhusiana na uongozi, unatufundisha kitu gani? Unavyojenga watu chini, umeelewa, unavyofundisha watu, unapowapa watu madini, elimu unakuwa nayo knowledge, ukipass kwenye next generation, ndio mazingira. Ndio maana taasisi, umeelewa, taasisi wa viongozi wako pale kwa ajili ya kujenga ile structure, kuwapa watu maarifa na kuwapitisha hadi kufika kwa level ya chini, umeelewa, hadi kwa mlinzi kuchini, umeelewa. Lazima utakuwa una maelekezo kwamba hapa tunafanya hivi, hamna mtu kuingia bila kujirejista. Huo ndio miongozo wa viongozi wa kweli, ambao hata siku ukitangulia watu wa sana kwa wanafuatisha vitu ulivyokuwa unaelezea, elimu ulikuwa umewapa, umeelewa. Kwa kikubwa kwenye industry, kwa viongozi wetu waendelee na moyo wao wa kuendelea kupass hizo au madini, hiyo intelligence hiyo inaendelea, kwa sababu kama ulivyoona tumeshampoteza Boss Ruge, Boss au so bwana Sebo ametangulia, au so bwana kuna mabrother kibao akina brother Ombeni alikuwa yuko ST Music, au so bwana. Kwa wale watu wote unaona wanatangulia, walivyokuwa wanawafundisha wale walioacha, hicho ndio kitu sasa kikubwa ambacho kinatakiwa. Hata kama wewe kesho na kesho kutu utavyokuwa unajua jinsi ya kuedit hivyo, kwa hujamfundisha kijana wako jinsi ya kuedit, na maana itakuwa shida media yako kuendelea. Kwa lazima uanzishe kitu na wewe unapasa ile information na ile knowledge, ili industry endelee kukua. Unajua kabisa ukipikuwa tunafanya hivi na hivi, na boss alikuwa anatokeza kufanya hivi na hivi. Jamani, na Malume, nisikuchoshe sana, thanks for your time. Unaweza kutuelezea sasa kwa upande wako personally, unaweza kumwenzi vipi Boss Sebo? Asili kufanya kazi kikweli, asili kufanya kazi kama hivi, kwanza tumsindikize, au sio bwana, tumwaga leo. Sisi kikubwa ni kufanya kazi kwa sababu alikuwa anapenda sisi tufanye kazi, anapenda watu wachane, watu wa perform. Kwa hiyo sisi kikubwa ni kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Thanks for your time.